Sawa sawa. Zaburi 133 kuanzia pale mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hamoni ushukao mlimani milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele. Nasema kuna uzuri na wema ambao unatokana na vile inavyopendeza ikiwa ndugu watakaa pamoja, ikiwa ndugu watakuwa na umoja, ikiwa basi umoja utakuwepo miongoni mwa Wakristo, umoja utakuwepo miongoni mwa ndugu, dada, marafiki na kadhalika na kadhalika. Anasema kwamba hapo wanafananisha na mafuta mazuri yanayotiririka kutoka kichwani yanashuka. Hapa Bwana analinganishwa na kushuka katika ndevu za Haruni, yanashuka mpaka katika upindo wa mavazi yake. Yanamaanisha ni umoja fulani ambao unatiririka kwa njia ya kipekee, aina yake tu ambaye haiwezi kulinganishwa na chochote kile. Yani kunao umuhimu katika umoja, kunao umuhimu katika watu kukutana na kufanya nini, kukaa kwa pamoja na kuweza kuzungumza mambo ambayo yanajenga, mambo yanayoleta umoja, mambo yanayoleta hali inayoleta umoja vile na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo sema ni vizuri na ni vema na pia inapendeza. Anasema tazama jinsi ilivyo vema na yani inapendeza, si vema tu bali pia inapendeza. Nasema inapendeza namna gani? Ndugu wakikaa pamoja na kwa umoja, yani wamekaa pamoja na kwa umoja, si eti kukaa tu pamoja ila bado kuna mizozo, bado kuna ile hali ya chuki, bado kuna ile hali ya kutopendana, bado kuna ile hali ya kubaliana kama ndugu, ama kukaa tu katika nafasi ile nzuri ya kupendana na kadhalika na kadhalika. Ule umoja upo, kuna umoja huyu na huyu, kuna umoja. Nasema ni umoja ambao unalinganishwa na mafuta, maana mafuta yakitiririka kutoka kichwa yanapita kwenye mashavu, kwenye uso, yanapita kwenye ndevu, kisha yanaenda mpaka kwenye upindo wa mavazi. Basi maanisha kwamba kuna umoja fulani katika mafuta hayo, na huo ndio umoja ambao wanaulinganisha na jinsi ambavyo sisi yatupasa kwamba tukawezi kuwa, yani ule umoja ambao ni wa jinsia yake ya kipekee, ama ni wa kipekee wa aina yake wa kupendeza. Yani ni umoja unaoleta watu katika nafasi iliyo nzuri, katika nafasi iliyo ya kipekee tena zaidi. Kwa hivyo tunahubiriwa umoja na kunazo baraka katika kuwa na umoja. Manake palipo wawili watatu kwa jina lake Mwenyezi Mungu, Mungu pia yuko pale. Kwa hivyo Mungu anapohusika katika kuwepo kwa ndugu wawili watatu katika sehemu moja ambao wanazungumza kuhusiana na neno lake, basi umoja uko mahali pale. Kwa hivyo unapozungumziwa swala la umoja, si swala tu ambalo tunalisikia tu kwa mfano, ama tunalisikia tu kwa njia ya kawaida, ama tunasikia tu tukizungumziwa, tukiambiwa pia kama Wakenya tuwe na umoja, kama taifa tuwe na umoja, kama ndugu na marafiki jamaa kutoka pande zote za nchi tuwe na umoja, na kulichukulia tu namna ambayo tunahisi kwamba tu ni swala la kawaida ama vipi, na maanisha kwamba ni kitu ambacho kinazungumziwa hata kwenye Biblia. Manake Biblia inashinikiza kwamba kuwepo kwa umoja ule ambao unafanya kwamba ndugu waweze kuja kwa pamoja, wakaweze kuzungumza kwa lugha moja, wakaweze kuwa na ule umoja unaokuja na maamuzi yanayotokana na kile ambacho kimetokana umoja wao. Basi anasema tazama jinsi ilivyo vema, kwamba ni vema na inapendeza. Na hivyo kama inapendeza, basi pia Mungu anafurahishwa na umoja ambao unatokana na vitu kama vile. Kwa hivyo Biblia inazidi kushinikiza dhidi ya umoja, kwamba
ndugu wakae kwa pamoja na wasikae tu, waweze kuwa na umoja, na umoja ambao tunazungumzia ni umoja baina yetu na familia zetu. Inatupasa kwamba tukuje pamoja kama familia, inatupasa kwamba tukuje pamoja kama marafiki, inatupasa kwamba tukuje pamoja kama ndugu, tukuje pamoja kama jamii, tukuje pamoja kama kanisa. Pata kwamba saa zingine katika makanisani mwetu hamna umoja, hamna umoja kutoka kwa viongozi kuingia pale kwa washirika na kadhalika, hakuna umoja. Sasa wapata kwamba kuna kusambaratika kwa njia moja au nyingine, swali linalofanya kwamba kuna kondoo anayepotea, kuna kondoo ambaye anaona kwamba hapo sasa mimi nimechoshwa, acha mimi niende zangu. Ushaona vile. Na kipindi Yesu akihubiri kuhusiana na parables tofauti kama ile lost son, ile lost coin, the lost sheep, haikuwa kumaanisha kwamba yule aliyepotea ilikuwa namna gani, bali ilikuwa inamaanisha huyu aliyepotea labda ni wa ulimwengu wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni kipi ambacho kilifanya akaweze kupotea, na yule aliyeona akipotea anafanya nini ili kwamba akaone huyo jamaa kirejea. Labda kulikuwepo na umoja mwanzo kabla jamaa apotee, alafu sasa umoja huu umepotea, ndio umesababisha kwamba huyu jamaa aende kula ambako ameenda. Kwa hivyo lazima tuangalie ule umoja ambao tuko nao upo ama umeenda, na tunafanya nini kuhakikisha kwamba pia tunaurejesha kwa njia nzuri tena zaidi. Nasema ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo, ndevuni ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. It is like the precious ointment upon the head that rained down upon the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments. Nasema kama umande wa Hamoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana alikoamuru baraka na uzima hata milele, as the dew of Harmon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Kwa hivyo umoja huu unatokana baraka. Kwa hivyo wasema pia Mungu aliamuru baraka na uzima wa milele kipindi umande wa Hamoni uliposhuka katika milima Sayuni. Kwa hivyo umoja si tu kitu ambacho utakisikia tu na udhani kwamba ni kitu cha kawaida. Si kitu cha kawaida, because pia Biblia inazungumzia umoja. Kwa hivyo kunayo sababu inayopelekea kwamba umoja ukaweze kutangazwa. Kwa hivyo sisi kama taifa pia tunahitaji umoja. Vijana wanahitaji umoja. Makanisa yanahitaji umoja. Viongozi wetu wanahitaji umoja. Wale wa upinzani, wale wa serikali na kadhalika. Katika kila sekta jamani, kunahitaji kuwepo na umoja. Na umoja basi utaleta kitu ambacho ni chema. Na unakuja katika nafasi iliyo nzuri na ya pekee tena zaidi. Kwa hivyo wherever we are, we should be speaking of unity. We should be spreading unity instead of spreading disunity and causing chaos here and there. Right, center, left, right, and center. We should be preaching unity, because the Bible says, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." It is so pleasant in the sight of the Lord, because when we dwell together in unity, there is a pleasant. It is so pleasant. It is like a precious ointment. It is like a precious ointment, kwamba mafuta mazuri kabisa yale ambayo yamekuja pamoja vile. Kwa hivyo yanapotiririka yanakuja yakiwa yana mtiririko wa aina yake ya kipekee. Kwa hivyo umoja huu unaosikia ukisitizwa hapa, basi ndio inapaswa kwamba sisi tukaweze kuwa nao. Inapaswa kwamba sisi tukaweze kujenga sana sisi kama Wakristo.
yatupasa tukaweze kuwa na umoja huu, na umoja huu ukaweze kutuongoza katika nafasi zilizo nzuri, tukazidi kuendeleza sasa kama Wakristo, tukazidi kufanyia kazi sisi kama Wakristo. Manake sisi Wakristo tunapokosa umoja, basi kila mtu amekosa. Kwa hivyo haitupasi kwamba sisi tukose umoja, yatupasa sisi ndio tuwe mstari wa mbele katika kuendeleza umoja, katika kuhakikisha kwamba kila mmoja anaishi in unity. People are gathering together, brethren are dwelling together in unity. They are dwelling together in unity, despite dwelling together, kwamba hakuna hali inayoleta mitafaruko, inayoleta vita, inayoleta mivurugano ya hapa na pale, lakini bado watu nazidi kujuana, kwa kuwa kunayo amani inayowasimamisha pamoja, inayozidi kuwatenda na kuwaleta pamoja na kuwatendea mambo ya umoja katika ule umoja ambao wanakaa nao, na vile vile miongoni mwa wale ambao wanashirikiana nao na kadhalika na kadhalika. Hivyo yatupasa kwamba tukaweze kuelewa umuhimu wa umoja, na pia Biblia inasemaje kuhusiana na umoja huu. Na je, unaendeleza umoja ama wewe ni mmoja ule ambaye ukiona kuna unity mahali unakuwa yule wa kudistract, unakuwa chanzo cha kuvuruga amani? Hapana, usiwe vile, maana ni vibaya. Wanasema look, behold how good and how pleasant, yani angalia, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kwa hivyo ndugu yangu, tunakaa kwa pamoja na umoja. Ya mambo ya vita tuachane nayo, mambo ya vurugu tuachane nayo, mambo ya kuleta vurugu miongoni mwetu, hiyo tuache, na tuangalie vile Biblia inavyosema, hasa pale katika kitabu cha Zaburi 133 ule mstari wake wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wanasema iko vyema sana tutazame jinsi ilivyo ndugu tunapokaa kwa umoja na kwa pamoja, maana inapendeza na kuleta raha tena sana. Kwa hivyo kama kuna umoja uliopotea miongoni mwa familia, jaribu kuangalia chanzo kilikuwa kipi na ilifanyikaje ndio umoja ukapotea. Naombe Mungu akaweze kuleta urejesho umoja katika familia husika, katika taifa letu. Kama kuna umoja umepotea, akaweze kuleta urejesho katika vijiji vyetu, katika maeneo bunge yetu, katika kila sehemu ama katika makanisa, katika kila mahali ambapo tunaishi umoja umepotea, Mungu atasikia na atarejesha. Kwa hivyo sisi tunaotangaza umoja, yatupasa pia mwanzo tuwe na umoja, kabla kwamba tukaweze kuwa na umoja huu ukija, lazima yanze na sisi tunaosema kwamba sisi tunaishi kwa umoja. Ndio maana pia umoja huu ukaweze kuja na urejesho wa umoja ukaweze kuwa miongoni mwetu.